manze dating a pastor is not has been hectic. Pastor Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa place ya kwanza naenda kuambiliwa hizo vitu. Place unaona the first date. First date mimi niliona kama umse hapana stamina. Ilikuwa wapi? Kwa kibandeski fulani hapo. Si tunaona mimi najiuliza, pastor hii kuenda yote anaendanga hajawahi ona mtu huko. Kulikuwa na watu by the way. Kulikuwa na watu sana. Okay. Majina yangu naitwa Pastor Titus Buyengo and I'm born again. Jesus is my personal savior. I'm a pastor, a senior pastor of Word of Life Church, Kayole, Sabasaba. That's where I pastor. And I thank God so much. And this is my wife. She will introduce herself. Yes. My name is Cynthia Mideva. Just recently I got another name addition. So my name is now Cynthia Titus. I thank God so much. I am blessed. I am honored to be here today. I don't know, initially we hadn't intended to start talking about this, but it's an honor to be here today, and we thank God for everything. I know when the Lord says it's the right time, then it becomes the right time. Thank you so much. It's an honor. Let me say that part, Pia. I felt it was much honor for you to come. Kukua mahali hapa, tunashukuru sana. Karibuni. Asante. So maybe kidogo before the wedding, how prepared were you? Maybe how long did you date? Okay, she's the right. Yeah, the right. I knew what was going to happen. Let me have Cynthia answer. Yes. Okay. For the wedding, like I'm the person who would have all the details. Because mimi ndo nilikuwa master planner wa hiki kitu. So I was baki kwa maombi. Una intercede. Yes, okay. So we dated for. I met Pastor a long time ago when I was still a small girl. I was still in primary school, and can you imagine that time alikuwa anahubiri. Yeye alikuwa tu school leaver mwenye ameokoka akapatana na Yesu akaanza kuhubiri. So mimi nilikuwa primary school, sasa walikuwa wamekuja crusade another village kwa mtaa yetu huko mbele. So mimi that's where I got saved actually in that crusade yenye walikuwa wameleta. When I got saved I didn't see him again. Sijui alienda Kavanish, nikasikia alienda Tanzania, places ka hizo. So no, na me I was still in school. So when I went to high school I was looking for him. He wrote for me a number kwa karatasi. Mimi nilishika hiyo number hata na kuangana hiyo number digits mpaka leo. So I used to narrate that number hoping that one day I'm going to meet him. So when I was in high school I tried calling that number, it didn't go through. I felt so bad. Na hiyo time hata haikukuwa ati kuna kitu ya anaweza end up kwa husband. Unaona, ilikuwa tu nataka kupatana na ule pastor aliniombea salvation. But hayuko. I looked for him for so long. But then nikasema hai suru iende venye itakuwa. So later on I went to teach in Kisumu, in a certain school in Kisumu. So when I was teaching in Kisumu, I saw a post on Facebook that he was back to Kenya. So mimi nika reach out mimi mwenyewe nikamwambia nimesikia umerudi Kenya. Hata nimeona post yako Facebook. So akaniambia by then nimerudi na nimeenda home. Nikamwambia na home kwenu si ni hizo sides na mimi niko Kisumu saa hii. So usirudi Nairobi kabla uniambie. Kaniambia I'm even on the way, I'm going back to Nairobi. I was like what the hell? You didn't even okay, maybe haungeniambia cause hatukukuwa tunaongea. So wewe enda tu safari yako alafu maybe tutamit baadaye. So pastor really tried niende kujua kwake kwenye alikuwa naishi Nairobi, because that time I was living with my sister. And life was a bit hard and tricky because I was saved, young girl, nataka unajua tuko na ile urge na ile moral ya kuserve God. So I really wanted kushikilia church, but then kulikuwa na issues hapo. So the rest is history. So 2016 is when now he made a formal approach. Unaona. And I was like, no, this is not going to happen because bro, I have heard you have a wife and 3 children. I had heard that story before. I think watu unajua wenye watu wanapenda kuchafulia watu jina. So I was like, I'm not going to get into this. I know you have a wife and 3 children. So I'll not do that.
So alitry sana kuniconvince haki huyo bibi kwani nakuanga na yeye na simjui. Kwani anakuanga afu. And by that time I'm preaching. Aisha. Wewe unashangaa unaambiwa uko na bibi. Yes, I'm preaching. And I'm a praise team leader where I was serving. I was a praise team leader. So when she told me I have a wife, I was like, a wife and 3 children. Then that is a miracle. Sasa unaona mimi nilitaka kujua hii kitu because mimi sitaki kumeza. Mimi I was like the first man I'm ever going to start discussing love. I must get married to that man whether we will break up later on or not. But ni yeye akianza kuongea ni yeye kabisa. So mimi nikasema yenyewe kama uko na watoi na wife, I am not going to do that. Pole pastor, lakini wacha tu wewe ubiringi mimi nikiimba na Bwana asifiwe, haleluya, imetosha hiyo. But then when I was a small girl, unajua kuna zile ndoto Mungu kuotesha, especially when I got saved. I really used to hear Mungu ananinenea. I was a small girl, but then unajua time singeelewanga vitu vingi. Class 7. Nilikuwa class 7 actually. Wow, you remember? Nilikuwa class 7. So between class 7 and high school, unajua Mungu anakuonyesha vitu zingine, future venye inakaa mpaka niko like what the hell sahi kwani naonyesha majina. So mimi when I was in form 2, I actually knew my husband would be called Titus. Nilikuwa najua kabisa atakuwa anaitwa hivyo. Because ni kitu nilikuwa consistently naota hiyo kitu. So nikajua this must be the one. Lakini sasa along the line Titus si walikuja. Mfuatano wakiwa wengi Titus wengine. So sio yeye tu Titus. Wakakuja. Wengine wengi sana. Kabla huyu Titus atokezee. Okay, even when he came, bado Titus walikuwa tu. So unajua you're battling between now God, who is this Titus Lakini sasa Titus ule nilikuwa naye chua kwa dream, haezi kuwa anakunywa pombe, haezi kuwa hajaokoka, haezi kuwa hana huduma. So kwa hao wote wenye walikuwa wanakuja, hakuna mwenye alitry hata kuwa na hiyo qualification. Because tunaweza sema there is one Titus who came, though alikuwa ameokoka but he was a doctor that time. Alikuwa mtu mwenye amesoma kabisa. Alafu kuna zile goals kuwa nazo wasichana. Ninataka kuolewa na mtu mwenye, for me I wanted to get married to a man who is very learned. Very very learned. Unaona hiyo ni qualification tunaandika chini. Then tunajiambia, then God naye anasema kaa hapo msichana wangu, mimi nitakuonyesha venye kunafaa kwenda. So manze that thing was tricky. So how Titus walikuwa wanakuja, anyway they were very good to me, considering pia nilikuwa sana nimesha join campus. And then life was hard, like I would say by the grace ya Mungu toa mtu mbali. Life was really hard in campus. You know, sometimes you don't have school fees, but una hustle. Sometimes I call off semesters. But niko like, you know, God told me the best investment that I'm giving to you is the ability to go to school and be able to influence people on a higher level. So for me, I've always taken education like ni place ya influence. Mungu ataniweka place kama United Nations hivyo, unaona, then you'll be there influencing people na ukiwaambia God is true na God anaweza. But I'm like, sasa niko hapa, I'm stranded in campus, sikuanga na hata na fee. But unajua mtu anatokezea, there is a Titus who came by the way, niliona kama amenilift kidogo hadi nauliza God, ama ni huyu? Ananitumia kado, unaona? Hadi anashow. Nazikujua. Okay, let me boost by the way. Boost. Manzejo ama ni wewe. Anatuma kado hivi, analeta shopping weekend. But then sasa singe get so close because nilikuwa like we have to keep boundaries. I'm saved. I don't know whether you are saved. So pia kama ni kunitumia, hey bro, hauta make kwa sababu mimi nataka hiyo kitu yenye itanipea testimony. I've always wanted to have testimonies in life. So when all those mimi niliona kama walikuanga tu wana vanish. Titus mmoja huwa kuniboost kifedha. Alienda Germany na hakuwahi rudi. Sasa na huyu mwingine alikuwa lecturer
akatransfer, alikuwa lecturer wa KU, akatransferiwa akapelekwa Eldoret. Sasa unajua connection imeenda kabisa. So uko like hai suru na venye ameenda call hasemi yeni, mimi nikaona saa si huyo. So now 2016 is when now formally I came to meet pastor. Manze dating a pastor is not been hectic. Pastor Bwana asifiwe. Pastor Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa place ya kwanza naenda kuambiliwa hizo vitu. Place unaona the first date. First date mimi niliona kama umse hapana stamina. Ilikuwa wapi? Kwa kibandeski fulani hapo. Si useme unajua hiyo. Like but that place, it was a nice place. To you. Yeah, it was a nice place according to the environment of that area. It was a nice. Kulikuwa na Kisumu. Yes. Kulikuwa na Kisumu, but now you know by that time we are going with time. Yeah. So it was evening hours. It was evening. Singempeleka But you postpone by that when the kesho Dunga Beach. I was to go back to Nairobi. Ilikuwa lazima ni deliver message. So it did. Nikisha deliver message, then unajua when message is at home, you feel comfortable and free. Na mbona uko Nairobi? Yeah. So baada ya kudeliver message, in fact, nilinunua expensive food in that hotel. How much was the food? Expensive food. 150. Hiyo iko sawa. Alafu manze hata unajua 150 ilikuwa. Unajua 150 ilikuwa aje? Ilifaa ikuwe 120. Sasa mimi nikaitisha cabbage niletewe sahani ya 30 ndio ikakuwa 150 na alisikia vibaya sana. By that time. So lakini at least you are getting to alisikia vibaya sana niongeze hiyo 30. Anyway, when I told her, you know, I want to marry you. She told me it cannot work. She told me it cannot work, and she told me, in fact, me, I'm still a student. How? It cannot work. And I told her, there's no problem with that. I will wait. Sasa mimi nilikuwa naona joka. Unaona? Because amesema hivi. Sasa aje. So hiyo unajua yako second year, sio? Yako second year. Lazima pasi angetetea. Yako second na kuna vile unaweza marry a student. Yeah, that one. Student wanaolewa tu nje. Lakini kwake hainge work. Alafu unajua hapo kwa hoteli, by the way nakumbuka na kuangalia hiyo picha ya hiyo place. Mimi naona kama hiyo place unichanganya. Like this is the place. This is the place where I first met my husband. Okay. Wanaume mapasta panda story na mnatuumiza. Unajua ukimove on from there alafu upate umse now your wife, hey manze, that takes the grace of God. Ni venye tu sasa Mungu anakuangasha sema ashaweka rubber stamp. Whether utaenda kuambiwa hizo maneno across the road, it will just happen if it's designed to be in the plan of God. So lazima tu ingekuwa. So you see, when I shared with her what I was feeling in my heart, things were okay. Between me and her, things were okay. But mambo ilikuja kuharibika when we announced our relationship. Na even before that, by the way, hakuniambia hivyo directly. Yes. Uliniambia ngaju kuniambia directly ati nataka tufanye hivi. Because I think pia wewe kuna venye ulikuwa na fear fulani. Aje? Ulikuwa na fear juu upasta alikuwa okay. Hadi mimi kuna venye pia I was like, nah, this is not gonna work. This will never work. Because unaona kuna time sasa before hata tupatane hiyo kwa hoteli akiniambia hizo vitu, before that kuna place unapatana naye kwa barabara and I'm like hata kama ingekuwa ni huyu Titus mwenye Mungu alikuwa ananiambia, but ni kama haitawahi happen juu sasa unaona mimi ni student na yeye already ni mtu ako huko.
So hata anaweza kuja aje hivi akuje kutafuta student tena na yeye anachapa fire hiyo time. I know pastor ni wa fire. Anachapa fire. Hey, makurusu. Nimekuona wewe ni fire. Tanzania. Anachapa fire. Mimi naona by the pastor ako best kwa deliverance. By that time I was moving Tanzania, Kenya. Sikuwa natulia mahali pamoja. Hata hizo zote ni za deliverance. Nilikuwa nafanya deliverance. Nenda TZ, Dar es Salaam, Arusha, Morogoro, Mtoaumbu. So nilikuwa naendanga kuhubiri na camp. Unajua by that time sikuwa na church. Sikuwa na church mahali ambapo nashikwa na washirika ama mahali pango nasema this is my church now. I was under somebody. And that pastor I was under him alikuwa amenielewa. In fact yeye alikuwa ananitoa. Alikuwa mikutano mahali alikuwa anaendanga na mimi. Na tukienda na yeye ananiacha huko. Mimi naenda kuhubiria narudi na kwa church unaona. So nilikuwa naenda sana. So sasa unaona mimi najiuliza pastor hii kuenda yote anaendanga hajawahi ona mtu huko. Kulikuwa na watu by the way. Kulikuwa na watu sana. Lakini nini ilikuwa specifically inakuonyesha ni huyu? You know me, I'm a man of prayer. Napenda kuomba sana. In fact fasting. By that time nilikuwa nafunga every week. Naona sasa hakuna vile mimi mtu angenichanganya. Lakini kulikuwa na mabinti wengi sana hata Tanzania. Kulikuwepo kule na mmoja kabla sijakutana naye. Kulikuwa na mmoja yule kule mrembo sana. Sasa kitu kilifanya siku mwa huyu akaniambia I cannot siwezi olewa kwako until ukuje tu usettle Tanzania. Lakini mimi Kenya siwezi enda. Kenya wanaume wa Kenya ni wabaya sana wanaweza wakania. Sasa huyo mwanaume wa Kenya atabadilika akifika Tanzania. Naona yeye ka backfire hivyo. Nikajua hiyo si akuwa Mungu. Nikarudi. So now tukaendelea. This thing is a whole narration. You know, that times I reach a point najiambia I wish we knew how this would turn out to be. Probably we would be setting cameras to capture every moment. Nilikuwa nasema pastor tungejua hizi vitu zinge end up kukua mpaka leo hivi venye tuko hapa tungekuwa tunaweka secret cameras kila mahali tukimove camera ina record we would come up with a very nice movie ya hii kitu Nollywood. Wallahi ukweli kabisa because now we have agreed that anyway just prove to me that you don't have a wife and 3 children and then we will move on from there, then I'll give you a response. Brother alijaribu. He tried so much kuniambia hizo ni vitu zinasemwa na watu nini na nini. Unaona hizo vitu people can sometimes wanakuharibia jina. When you are a man of God, the most of these things happen. And even to many men of God out there, this is also a time of encouragement. Once you choose to carry the cross of Christ, there are a lot of things that come in between. You will not only be surrounded by good things. Very many things will happen to you. Especially men of God who are serving and they are young, they are not married. Be ready for hizo sarakasi na visirani. They will come in multitudes. Kwanza ile time utataka kuoa, ukuje utuulize. Please, look for Pastor Titus and ask him what happened to him. That was tough. Mimi nikatoka Nairobi nikamwambia sasa, bro, now that you've proved hauna bibi, nikakumbuka flashback. Ule Titus Mungu aliniambianga. God, walikuja na wakaenda na hata hatuna connection. Could it be this one? Nikaambia pastor, I know you know Katoloni. Nikaambia pastor, you know what we will do? We are not going to go into this thing without knowing what God is saying. So tufanye hivi. Are you free at any point tuende Katoloni tukaombe tujue what God is saying about this thing? And that's why it's good by the way to involve God. Once God says ni hiyo, whatever challenges you will get along the way, you will win. You will win them because he has chosen you and assigned you for a kingdom assignment. Then you will have to fulfill that assignment. Sisi tukaenda Katoloni 14 days kufunga na kuomba 14 days tuko Katoloni. Tuliomba. We prayed. Hadi hapo day 7 hapo naambia pastor bado. Katoloni litujua na majina. By the way. Hakuna mtu anijui kula ama hakuna mtu. Hakuna mtu anijui Katoloni, hakuna mtu amjui Katoloni. Sisi watu walikuwa wanakuja Katoloni wanatoka wanatuacha. Watu wanakuja wanaenda wanapata miujiza zao wanatuacha Katoloni. Katoloni tumetembea hiyo barabara ya Machakos. So we went and prayed
And you know we are praying from different directions. Tunaomba wewe ombea huko, mimi niombe huko, ndio kusikwe na influence. Kusikwe na influence, mtu ana influence mwingine. So we went and prayed from different angles. But sasa tulikuwa tunarudi jioni, tunaomba pamoja. Sasa you know I can pray for him, anaweza niombea pia mimi, then we call it a day. So and God confirmed. But one of the things God confirmed through me was, it is not going to be easy. And it will never be easy, but my grace will be sufficient. It has been tough. And true to God's word, it has been so tough. And that's where our story of salvation is best. Hiyo ndio story yetu. Our testimony iko best kwa hiyo kitu yenye Mungu alituambia. This is never going to be easy, but my grace will carry you through. I have assigned you for a kingdom assignment. Then you need to uphold that thing. Because how come sikuchukua Lydia nimpatie hii battle? How come sikuchukua mtu mwingine nimpatie hiyo battle? Inamaanisha Mungu akikupatia battle, anajua utawezana nayo. Anajua you will make it at the end of it all. So actually that's why we are here today. And that's where our story is best. Sisi tumeshapatana, tumesha agree, tumeona ni kama God has confirmed to us we can, cause mimi one of the things I loved in him so much kabisa before yeye hata ilikuwa his ministry. Mimi niliokoka nikiwa msichana mdogo, so si kupata time ya kushikwa na dunia sana. Ni kama tu Mungu amekusnatch kuja hapa kabla uharibike, unaona? So I uphold that salvation with a lot of dignity, with a lot of trembling and fear. Salvation yangu nikapenda huduma yake. In fact I used to tell pastor, I loved his ministry so much. I really loved his ministry, and if there was anything I was ready to die for was his ministry. Even before him. Si nilikuwa nakwambia pastor. Ulikuwa unasema. Nilikuwa namwambia by the way ministry kisha nikama mimi na wewe tuko. I was so ready to. Mimi nilimwambia by the way, if it is your ministry, I'll take a bullet. I'll take a bullet. Unajua kitu Mungu alifanya. The Lord just gave me a grace in ministry. Especially crusades. Mungu alinipa grace ambayo si ya kawaida. Everyone nilikuwa nena dumbingu ilikuwa inafunguka up to now. And I thank God so much. So baada ya confirm, now it is God ambaye anataka tukue pamoja. So I told her, now I want you to go at your home. Na mimi pia naenda kwetu. Alafu pia naenda kuongea pia na mchungaji. Si ndivyo? So yeye akaenda, mimi pia nikaenda. Nikaongea na mchungaji. Nikaongea na wazazi wangu. Wazazi wangu kaniambia there is no problem. Mchungaji yeye alikuwa kuna tashishi kidogo. Kwa sababu mchungaji yeye kulingana na ministry nilikuwa nayo, ama ministry niko nayo, kwa akili yake yeye alijua msichana ambaye anaweza faa that ministry. Alikuwa na msichana wake kwa akili. Yeye kwa maoni yake kulingana vile ambavyo pengine alikuwa wish. Yani mwenye angeshika hiyo minister anakaa hivi. Nakaa hivi. Kuna venye. Sasa hapo ndo battle ilianza.